Haya, kazi nyingine ya damu ya Yesu Kristo ni kutukomboa kutokana na utumwa wa wanadamu na wa vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nisome huu mstari ndio unielewe vizuri sana. Kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 7, nataka tuanzie ule mstari wa 20 tukishuka. Maandiko yanasema hivi: kila mtu na akae katika hali ile ile ambayo alikuwa nayo alipoitwa. Je, uliitwa u mtumwa? Usione ni vibaya, lakini kama ukiweza kuwa na uhuru, afadhali kuutumia. 22 nasema hivi: kwa maana yeye aliyeitwa katika Bwana hali ya utumwa ni huru wa Bwana. Vivyo hivyo naye aliyeitwa hali ya huru ni mtumwa wa Kristo. Mlinunuliwa kwa dhamani, msiwe watumwa wa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye ule mstari wa Wakorinto wa kwanza mlango wa 7 mstari wa 23, maandiko yanasema mlinunuliwa kwa damu ya dhamana ili msiwe watumwa wa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ndio kila mtu ambaye ameajiriwa kazi, unaamkanga asubuhi na mapema ukienda kumfanyia bosi wako kazi, anafaa kunisikiliza kwa umakini mkubwa sana. Maana damu ya Yesu Kristo inafaa si kukukomboa kutokana na utumwa, kama vile unaonanga mtu akiwa amepagawa na mapepo, amepagawa na roho ya umaskini, amepagawa na roho ya hasira, ati kukomboa uko tu peke yake. Hapana. Lakini Yesu alikuja kukomboa wewe ukiwa mzima, utoke katika utumwa wa watu, lakini pia utoke katika utumwa wa vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ni Paulo anaeleza, anasema ya kwamba kama ikitokea kwamba uliitwa ama uliokoka ukiwa tayari wewe ni mtumwa wa mtu, ukiwa umeajiriwa kazi, anasema si vibaya, lakini anasema ni heri kama mtu huyu sasa akiwa na uhuru wake. Maana mtu ambaye ni mtumwa wa mtu atampendeza huyo mtu, atamtumikia huyo mtu, atachukua masharti ya huyo mtu. Lakini mtu ambaye ni mtumwa wa Kristo atamtumikia Kristo. Nielewa. Lakini naongea na watu wale ambao wameajiriwa. Yesu, Paulo anasema sio vibaya ukiwa umeajiriwa, ati kwamba umeokoka, si vibaya, lakini anasema itakuwa ni bora, itakuwa ni heri sana ujitoe katika huo utumwa. Na unajitoa katika huo utumwa kama utajua nguvu iliyomo katika damu ya Yesu Kristo. Ndio maana kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 7 na mstari wa 23, maandiko yanasema hivi: mlinunuliwa kwa dhamani, msiwe watumwa wa wanadamu. Kumbe kuwa mtumwa wa mwanadamu ni kujitakia mwenyewe. Kwa umeajiriwa, unatumikishwa na mwanadamu masaa yako yote kuanzia saa 1 mpaka saa 12 umeajiriwa. Kumbe kukaa katika ule utumwa wa mwanadamu bado pia ni kosa. Naongelea kuhusiana na utumwa wa physical, lakini pia utumwa wa kiroho. Maana kuna watu wamekamatwa kiroho, ya kwamba pesa zako ukizipata hauwezi ukazikontrol. Kuna mtu mwingine anazikontrol ambaye aliingiza mashetani ndani yako. Ama ndoa yako huwezi ukaikontrol, maana ndoa yako imemilikiwa na mtu mwingine, imemilikiwa na spirit wife ama spirit husband, mume wa ndotoni. Nielewa. Lakini ninaongelea kuhusiana mtu ambaye ako na watoto, lakini wale watoto wamemilikiwa na maroho za pombe, maroho za washerati. Ulitarajia huyu mtoto aje kukusaidia baada ya kuwa umemsomesha, lakini sasa amekuwa mtumwa wa ulevi, mtumwa wa pombe, amekuwa mtumwa wa washerati. Pesa zake zinaendanga kule. Sasa huyu mtu, maandiko yanasema ya kwamba tulikombolewa kwa damu ya dhamana ili kwamba tusije tukawa watumwa wa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwenye kile kitabu cha Mathayo mlango wa 6 na mstari wa 24 kama sikosei, hapa Yesu anaelezea story. Anasema ya kwamba
hauwezi ukawatumikia mabwana wawili, maana utampendeza mmoja, lakini pia mwingine utamwacha, au utampendeza. Na hapo chini Yesu anasema hauwezi ukamtumikia Mungu, lakini pia ukatumikia na pesa ama mali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu leo hii tunapoongea ni watumwa wa mali zao, mali ambazo wako nazo. Ndio maana huyu mtu hawezi akamtumikia Mungu, hawezi akaja kwa Yesu akamtumikia Yesu. Ndio maana kuna kijana alimwendea Yesu akamuuliza Yesu, nitafanyeje ili nipate kurithi ufalme wa mbinguni? Yesu akamuuliza, unazijua sheria za Musa? Yule kijana anamwambia, kutoka nikiwa mdogo nimejifunza yote hayo. Anamwambia sawa, lakini sasa uza mali zako zote kisha wagawie maskini. Yesu hakuwa na nia mbaya, lakini aliona kwamba huyu kijana amemilikiwa na pesa, amemilikiwa na mali. Kwa hivyo hawezi akamtumikia Yesu akiwa na hizi mali. Yesu akaangalia akaona kile ambacho kitamfanya huyu kijana asije akaurithi ufalme wa mbinguni ni hizi mali ambazo amezimiliki. Ndio maana anamwambia uza mali zako zote kisha uwapee maskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha ndio utaurithi ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa nyuma ukisoma maandiko yako ukisoma kwenye hiyo kitabu cha Mathayo mlango wa 6:24, ndio maana Yesu anasema mtu hawezi akawatumikia mabwana wawili. Kwa hivyo ndio sasa utoke katika utumwa wa mali uko unamtumikia Bwana, utoke katika utumwa wa wanadamu ili uanze kumtumikia Bwana. Lazima ujue nguvu iliyomo katika damu ya Yesu Kristo ili utoke katika hicho kifungo. Maana kuna watu leo hii wanafanya kazi si kwa sababu wanazipenda, lakini kwa sababu zile pesa zinawapea pesa, zile kazi zinawapea pesa. Yaani huyu mtu anaamka asubuhi kwa sababu ya majukumu ambayo ako nao, anahitaji alipe nyumba, anahitaji alipe karo ya shule, anatakiwa ashughulikie mke wake. Unaona kwamba ndio sababu sasa anaamka asubuhi kwenda kwenye ile kazi, eti kwamba anaifanya. Ina maana kwamba huyu ni mtumwa wa kazi, anatumikishwa na bwana wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa damu ya Yesu Kristo hapo ndio inaingilianga kwa wale watu ambao wamekamatwa katika utumwa, katika bondage. Unasema natamka damu ya Yesu Kristo ya kwamba ikavunje kila utumwa wote ambao umenikamata nisije nikamtumikia Yesu. Ni bila shaka tu itakuwa swala ya muda, maana ukitamka neno inawezekana isitimie kwa wakati, lakini hiyo neno haijafa, iko pale pale tu. Kwa hivyo damu ya Yesu Kristo inamsaidia mtu katika kutoka katika utumwa wa wanadamu na katika utumwa wa vitu, utumwa wa mali na utumwa wote ambao umekukamata, hata kama ni utumwa wa mashetani ama kama ni utumwa wa wachawi na waganga na washirikina, inakutoa katika utumwa. Sasa ukisoma kwenye kile kitabu cha Kutoka kile kitabu cha Kutoka mlango wa 12 kuanzia mstari wa kwanza pale mpaka wa 4, huyu ni Mungu anamwambia Musa, anamwambia kwamba umetumia mapigo yote 9 katika kumpiga Farao, haijawezekana. Sasa nataka sasa ufanye jambo lingine moja tu, na Farao lazima atawaachia wana wa Israeli watoke katika nchi ya utumwa. Anamwambia fanya hiki kitu, kila familia ama kila boma waambie wachinje mwanakondoo, na wakisha chinja yule mwanakondoo, wakishe kwamba wamechukua kiasi fulani cha damu, waipake kwenye milango yao, maana kuna malaika atakuwa anapita na yule malaika atakuwa anaua wazaliwa wa kwanza. Sasa nimesema kwamba hatuwezi tukaelezea damu ya Yesu Kristo ama tukaelezea Yesu Kristo tukimwangalia kwenye Agano Jipya tu peke yake. Lazima tumwangalie kwenye Agano la Kale, maana Yesu alikuwapo hata kabla haja kuja kwenye hii dunia physically, alikuwapo, lakini alikuwa anaitwa mwanakondoo, alikuwa anaitwa neno kabla haja kuja hapa duniani. Kwa hivyo wakati ule Musa ama Mungu anapomwambia Musa ya kwamba ambia familia waende wachinje mwanakondoo na wachukue ile damu, Yesu hapa ama yule mwanakondoo alikuwa anawakilisha Yesu katika ulimwengu wa kiroho.
alikuwa anawakilisha ile damu ya mwanakondoo ilikuwa inawakilisha damu ya Yesu Kristo ambayo itawatoa katika utumwa.